umenunuliwa kwa gharama. Mpendwa, usije ukajidharau, wewe ni wa gharama kupitia damu ya Yesu Kristo. Una vinasaba vya Adamu babu yetu ambaye alitenda dhambi, na hiyo iko ndani ya damu ambavyo vinarithishwa kizazi hadi kizazi. Sasa usipomkubali Yesu, maana yake unakataa ukombozi au kununuliwa kwako kwa damu ya thamani. Sasa kilichokuja kununuliwa ni nini? Kilichokuja kununuliwa ni kitu ambacho kinaitwa nafsi. Walawi 17:11 inazungumza, inasema, kwa kuwa uhai wa mwili katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Kwani hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Damu imekuja kufanya upatanisho kwa sababu ya nafsi zetu. Nafsi ni nini? Nikasema nafsi ni hisia, akili, maamuzi. Na mara nyingi nafsi inachotakiwa ikomae, akili iendeleze. Kwa hiyo nafsi yenyewe inakomaa. Nafsi ikianza kukomaa, hata yale maumivu unaanza uyaoni tena, hata watu wakikuumiza. Kwa hiyo nafsi yako ikiwa changa, haijui mambo mengi, ni rahisi sana kuumia. Hilo ni somo lingine. Lakini mpendwa, damu ilikuja kununua nafsi. Ndio maana mnasikia ukienda huko kwa watu wa upande wa pili, wananunua nafsi yako. Unaweza upate ulimwengu wote ukapoteza thamani ya nafsi yako. Nafsi ni sehemu, ni mahali. Kwa hiyo wanaponunua nafsi, wananunua sehemu yako ya maisha na kila kitu na uhuru wako. Kwa hiyo wao ndio wanaamua ufanye nini, utende nini. Ndio maana nikafundisha somo kwamba mtu anapochukuliwa msukule, maanake kinachochukuliwa ni maamuzi yake, nafsi yake, akili yake. Wao ndio wanaamua sasa wafanye nini. Lakini Yesu Kristo alipokuja, alikuja kwa damu ya mwana kondoo na kwa ajili ya nafsi yako iwe ipate kuwa huru. Nami nakuombea asubuhi ya leo, kama kuna kitu wamekukamata kwenye maisha yako kupitia nafsi, kupitia akili yako, kupitia maamuzi yako, ninaamuru kwa jina la Yesu akakuachie. Ninaachilia damu ya mwana kondoo ikawe juu yako na ukafunguliwe akili na mawazo yako katika jina la mwana kondoo aliye hai. Amen.